Hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam, DITF, ni Dar es Salaam International Trade Fair 2026. Hii ni ya dhahabu, na hapa tulipo kwa sasa hivi tupo kwenye banda la Wizara ya Katiba na Sheria, nao wanashiriki katika maonyesho haya ya kipekee kabisa. Tumebahatika kupata fursa ya kuweza kuzungumza na Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera. Ametembelea banda lake na amekuwa na tathmini mbili tatu za kuzungumza na watumishi ambao wapo katika idara mbalimbali na vitengo vya wizara hii. Hebu tuende kwake tuone tathmini yake kwa kifupi ya maonyesho haya. Kwanza niseme tu kwamba nashukuru sana ofisi ya Katibu Mkuu, wizara yetu ya Katiba na Sheria kwa maandalizi mazuri, pamoja na wataalamu wetu wanaofanya kazi katika wizara yetu na wale ambao walitangulia hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Sabasaba katika kuhakikisha kwamba wanafanya maandalizi mazuri. Na ni kweli kwamba kama ulivyoona banda la Wizara ya Katiba na Sheria limejitosheleza, liko vizuri. Niseme jambo moja, suala zima la mchango wa wizara hii ndo moyo, ndo backbone katika uchumi wa nchi. Unavyoona hata maonyesho haya ya Sabasaba yapo kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mchango wa wizara hii ya Katiba na Sheria kwanza kwenye kufanikisha maonyesho ya Sabasaba kimataifa, kwa sababu ni yalitambuliwa kisheria na ndio maana yapo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni mchango mojawapo ambao hata wewe uko hapa kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo jingine ni kurekebishwa kwa sheria mbalimbali ambazo zimesaidia kwenye kuinua uchumi na kuweza kuwasaidia wananchi kwa namna moja au nyingine, hasa kuwahamasisha wawekezaji na wadau mbalimbali kutoka nje ya nchi na kuingia nchini. Na hata ujio wa hawa ambao wa wananchi ambao wametoka nchi mbalimbali hasa East Africa wamekuja hapa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mchango wa sheria ni mkubwa sana kwenye maonyesho haya, lakini pia mchango wa sheria ni mkubwa sana kwa maslahi mapana ya nchi yetu, hasa kwenye masuala ya uwekezaji. Tumefanya marekebisho kadhaa kupitia tume ya kurekebisha sheria, masuala ya kurahisisha vipengele rahisi kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia tumefanya marekebisho ya sheria ya kuingiza bidhaa nchini, na hivi karibuni tunaendelea kufanya marekebisho ya masheria ya kampuni ili kurahisisha uwekezaji mkubwa nchini Tanzania, kuondoa vikwazo ambavyo siku za nyuma vilikuwa vinasababisha wananchi kutokuwekeza kwa wakati, na hasa wale wanaokuja kuwekeza kutoka nchi mbalimbali, nchi za magharibi, lakini nchi za Amerika, nchi za China, za bara la Asia na kadhalika. Kwa hiyo, lakini pia wakati huo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea dira 2050, kwa maana ya kwamba sheria nyingi tunakwenda kuzifanyia kazi, na sheria hizi zikifanywa kazi maana yake tunarahisisha upatikanaji wa haki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia hata wananchi wanaweza kunufaika kwa kiwango kikubwa sana kwenye maisha yao. Na ukiangalia dira yetu ya 2050 imejitanabaisha kwa kinaga ubaga katika swala zima la haki kwa maana human rights, lakini kuna swala zima la good governance, transparency. Kwa hiyo hivyo vyote kwenye dira ya 2050 ndo msingi mkuu wa dira ni amani, utulivu na maendeleo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba miongoni mwa msingi mkuu wa dira ni huo ambao sisi tunasema kwamba maisha ya Watanzania ni sheria. Asante. Na ndio maana tunasema sheria ni maisha yetu, na sheria ni uhai wetu. Sheria ndio moyo wa maendeleo ya nchi. Asante. Kwa hiyo jambo la mwisho labda niseme tu kwamba tuko kwenye Sabasaba. Ni waombe sana Watanzania, nchi hii ina katiba, nchi hii ina sheria zake. Ni vema tujikite kulinda sheria zetu na kutekeleza sheria zetu na kuto kuvunja sheria. Ukivunja sheria utakutana na utekelezaji wa sheria. Utekelezaji wa sheria unatekelezwa na wenzetu wa mahakama, lakini pia sisi serikali tunaandaa mashtaka. Kwa hiyo tuko tayari kwa wale ambao watakuwa wanataka kuvunja sheria za nchi, na sisi tuko tayari kutumia sheria iliyopo kushughulika na hao watu ambao wanatamani kuvunja sheria ya nchi yetu ya Tanzania. Asante.